Kwa majina naitwa Nasibu Mkomwa na natokea Crown Media kama reporter na producer wa vipindi vya michezo Crown Sports na Jonga Bonito. Na maswali matatu kwa president ambao yote yanaihusu klabu ya Young Africans. Swali la kwanza kwa president Engineer Hersi amezungumza wakati wanapambana kuhakikisha timu inatoka ilipokuwa mpaka ilipofika hivi sasa. Walipitia michakato mingi, michakato mpaka ya kuomba ushauri, ya kuelezwa namna ambavyo vilabu vingine vinaweza vikafanya kazi. Walikwenda Sevilla, kumbuka, wakawa wanasema kwamba kile ambacho kinafanyika Sevilla watapambana kukikopi kije kwenye klabu yao, klabu ya Young Africans. Mimi swali langu kwa president ni pengine sasa mchakato ambao mmekwenda kujifunza na sasa hivi tunaona maendeleo yanapatikana, timu inapata matokeo, timu inafanya vizuri, inatoa mataji, lakini je, mchakato wa mabadiliko kwa maana ya mabadiliko ya uendeshaji unakamilika lini na huo mchakato uko vipi, ili pengine wanachama na mashabiki wafahamu na sisi waandishi wa habari tujue pengine mchakato wa mabadiliko wa klabu ya Young Africans unakwenda wapi. Lakini swali lingine la pili, nilikuwa na matatu lakini nimeambiwa niulize mawili, ni kuhusiana na project ya timu za vijana. Young Africans sasa hivi mnajivunia mchezaji kama Clement Mzize. Ni mchezaji ambaye ametokea kwenye timu zenu za vijana. Lakini baada ya hapo hatujawaona wachezaji wengine wakiwa wana groom kwenda kwenye timu kubwa kwa maana ya kwenda kupata nafasi tofauti na Clement Mzize, japo wapo wachezaji ambao tumeona kama akina Shaibu Mtita, wakina Hamisi na Nguka, wachezaji ambao wanakuja kwenye timu wanafanya pre-season, baada ya pre-season wanakuwa wanatolewa kwa mkopo. Je, mchakato wa kuhakikisha mnaweka nguvu pia tengeneze vijana ambao wakija kwenye timu kubwa wakifanya pre-season hata mwalimu anasema Saudi ni mchezaji ambaye naweza nikamtumia kwenye mashindano? Asante. Uongozi wetu, mimi pamoja na kamati yetu ya utendaji, role yetu ya kwanza ilikuwa ni kuhakikisha tuna elevate quality ya senior team yetu. Hicho ndio kilikuwa kitu cha kwanza. Na ukitazama miaka minne jitihada kubwa tumeifanya kwenye senior team hasa. Niombe radhi, kocha wangu yuko hapa Edna, timu yake ya kiki kwa maana ya Yanga Princess, nafasi ambayo imeachieve ya juu ni second position. Hatujai kuchukua ubingwa. Na ukweli ni kwamba hatujaweka jitihada ya kutosha kuhakikisha tunachukua ubingwa. Timu za watoto mwaka jana tulichukua ubingwa under 17. Lakini philosophies zinapishana. Unaweza ukawa una dhamira ya kusema kwamba nimeachieve timu yangu ya development au timu zangu za development kwa kuchukua ubingwa. Hiyo ni falsafa moja. Na kuna falsafa ya pili, achievement ya youth development ni kuhakikisha umeproduce wachezaji wengi kwenda kwenye senior team. Kwa hiyo falsafa zinapishana. Ukiniuliza mimi na viongozi wenzangu, falsafa yetu sio kuchukua ubingwa kwa hizi youth development. Falsafa inapaswa kuwa ni kuhakikisha una produce wachezaji wengi zaidi kwenda kwenye senior team. Na hilo nikiri hatujalifanikiwa. Kwa hiyo hayo mawili yapo katika to-do list yetu na mtayaona. Eneo la tatu ambalo pia linahitaji improvement ni eneo la facility. Sasa hivi tuna facility pale Kigamboni kwenye maeneo ya Avic, lakini malengo ya uongozi wetu ni kuhakikisha tunajenga uwanja wetu, kuimprove facility, kuwa na uwanja wetu wenyewe. Kwa hiyo ukitazama kwenye hiyo ambayo tunaizungumza, tumefanikiwa kwenye senior team peke yake, lakini kuna maeneo matatu ambayo bado hatujafanya vizuri. Na sio kwamba tumefeli, isipokuwa hayajawa kipaumbele. Na siku tukiweka kipaumbele, Yanga Princess itachukua ubingwa. Hiyo nataka niwahakikishie. Na siku tukiweka kipaumbele kwenye facility, tutaanza ujenzi wa uwanja na tutaumaliza. Na siku tukiweka kipaumbele, youth development yetu itakuwa one of the best in the country. Kwa hiyo haya yapo katika to-do list yetu na tutayafanya. Swali la Nasibu anazungumzia kuhusu transformation. Sisi transformation ya Yanga kwanza haijakwama. Labda nikiri hili. Kuna wenzetu, najua klabu ya Simba imeanza kufanya transformation, na niseme ni transformation nzuri, imepita kwenye hatua nyingi. Yako maeneo ambayo yalikuwa yanaihusu pia serikali imeshiriki kwa nafasi yake, na Simba wanaweza kuwa na status yao. Sisi Young Africans kwenye transformation yetu hatujakwama. Kwa nini? Transformation yetu ipo katika hatua kadhaa. Ya kwanza ilikuwa ni kujifunza. Tumejifunza kwa La Liga, lakini sio kukopi, ni ku learn from the best na kuicustomize kwenye matumizi yetu ya nchi. Tumeweza kufanya hilo. Baada ya kujifunza, tumegusa maeneo matatu ya transformation yetu.
Eneo la kwanza ni club ownership. Tukajifunza vilabu vya Ulaya vinamiliki umiliki wa aina ngapi. Umiliki wa kwanza ni public football club na umiliki wa pili ni private football club. What is public football club? Ni klabu ambayo inamilikiwa na wanachama, association. The likes of Real Madrid, Barcelona, socios. Aina ya pili ya umiliki ni private football club. Ni vilabu vinavyomilikiwa na either taasisi au mtu binafsi. Tukajifunza faida na hasara zake. Let me take you through this transformation. Faida ya public football club ni fan engagement process nzuri ya kutengeneza affiliation au connection kati ya wanachama na klabu yao. Kuna mapenzi pale. Lakini ukija kwenye private football club inakuwa ni ownership ya either taasisi au mtu binafsi. Kwa hakuna emotional connection. Kwa hiyo ni faida na hasara. Ukija kwenye public football clubs zina very limited means ya kitu kinachoitwa investment. Lakini kuja kwenye private football club there is a very good room of investment. Leo Azam FC investment yao ya kujenga uwanja haiwezi kuwa question na mtu yote. Mtu anatoa pesa kwenye akaunti yake, ana invest, anajenga uwanja wake na ile mali inakuwa ni ya kwake. Hakuna process ya kutafuta wanachama na kuchangia na kufanya nini. Kwa hiyo ni private football club ina room of investment. Kwenye public hakuna room of investment au iko limited. Sisi Young Africans tulichagua mix model, mfumo mchanganyiko wa kuchukua 49% za wawekezaji, kwa maana tufungue room of investment na tubakize 51 kwa ajili ya wanachama wetu wawe majority shareholder. Na faida yake ni kwamba una maintain emotional connection, bado club inakuwa ni ya wanachama, lakini unafungua room of investment ambayo haipo kwenye public football club. Lakini zaidi ya hapo tukajifunza eneo la pili la structure ya uongozi, ambayo sisi tulikuwa Young Africans ilikuwa na tunawaita wale wadhamini kwenye structure yetu ambao wako 5. Kuna Excom ambayo ina mwenyekiti na wajumbe kamati ya utendaji. Kuna AGM kwa maana mkutano mkuu wa wanachama ambao ndio decision body ya club. Alafu kuna secretariat kwa maana GS au CEO na watendaji. Sisi tukasema hii tuna maintain structure. Tunakuja na structure yetu mpya ambayo pila hii itaendelea kubaki vile vile. Mkutano mkuu wa wanachama utakuwepo, wadhamini watakuwepo, Excom itakuwepo na CEO kwa maana ya mtendaji atakuwepo. Lakini sisi tunafungua milango mingine miwili. Tunatengeneza pillars nyingine 2. Pila ya kwanza itakayokuwa katikati itakuwa ni pila ya kampuni, Young African Sports Club Company Limited. Hii ni kampuni mpya itakayoanzishwa. Kampuni hii dhamira yake ni kuwachukua Young African Sports Club na kuwachukua wawekezaji ambao ni pila ya 3, kuwaleta pamoja hapa katikati kwenye pila itakayokuwa ni kampuni. Na hii pila itahusisha 51% za Young Africans na 49% za wawekezaji. Kwa Yanga sasa hivi ina pillars 3. Ina Young African Sports Club ambayo ina mfumo wake wote na wanachama wake, ina wawekezaji huku mwisho watakaonunua shares 49, na ina kampuni katikati itakayokuwa inawakutanisha Young Africans na wawekezaji. Na hii kampuni itakuwa ina 100% za Young Africans, zitauzwa 49 kwenda kwa wawekezaji, 51 zitabaki kwa wanayanga. Itakuwa ina bodi yenye watu 9, 5 kutoka Young Africans na 4 kutoka kwa wawekezaji watakaonunua zile 49. Na hawa 5, mwenyekiti au rais wa klabu huku ana nafasi yake moja kwa moja, anakuwa board chair. Wa pili atakuwa ni mjumbe anayetoka kwa wadhamini, atakuwa wa pili. Wajumbe wawili watakaotokana na Excom wanakuwa 4, na mtendaji mkuu wa klabu anakuwa 5, katika kulinda interest ya Young Africans. Na hawa 4 wanaotoka kwa mwekezaji ni wale ambao wamenunua shares zenye thamani ya 49%. Kwa hiyo unachukua 49 gawanya kwa 4 unapata 12.25. Yoyote atakayenunua shares zinazofika 12.25 atakuwa na kiti kimoja kwenye board. Kwa hiyo ukiuza 49 watakuwa watu 4. Usipouza Young Africans watakuwa na wajumbe 5, 0 kutoka kwa wawekezaji. Na chini yake kutakuwa kuna CEO ambaye ndio mtendaji atakayeajiriwa na hiyo bodi, na CEO tutamletea operations zote kuja kwenye kampuni. Kwa hiyo sisi sasa hivi tulipo kama Young Africans tulishafanya structure yetu ya kwanza ipo na ina exist. Sasa hivi tulichokifanya ni kufanya valuation
kwa maana thamani ya klabu yetu tumeipata, juzi imetangazwa, 100% Yanga ni bilioni 100. Kwa hiyo tukisema sasa tunafungua hii kampuni, ndio process inayokuja sasa hivi. Tutaanza kuuza share 49, na tukiziuza hizo share 49 ndio tutakapopata wawekezaji watajoin kwenye kampuni mpya, na hiyo kampuni sasa ndio itaanza operations za club. Kwa hiyo sisi hatujakwama, tuko kwenye good shape. Stage ya juzi ilikuwa ni valuation, tumemaliza. Sasa tunakwenda kufungua kampuni na kutafuta njia ya kuuza hizo share zetu 49. Mwisho wa siku kuweza kustabilize mpira wetu wa Afrika. Kwa kweli kwa sasa tuna changamoto nyingi za vilabu. Vilabu vinaweza kushindwa kujisimamia kiuchumi, vilabu vinashindwa kuwa na umoja kusaidiana, vilabu vinashindwa kuwa na sauti moja. Kwa hili wazo la kuleta ACA ambalo lilifanywa na president wa football wa Afrika kwa maana ya Dr. Motsepe, ilikuwa ni dhamira kuvileta vilabu pamoja. Lakini sio tu vikae pamoja, na pia kuwa na sauti kwenye chombo kikuu cha maamuzi ya mpira barani Afrika ambapo ni Excom ya CAF. Kwa hiyo kuwa na mwenyekiti wa ACA kama taasisi kunaongeza thamani nyingine kwenye maamuzi ya taasisi kubwa ambayo inaamua mpira wa Afrika ambayo ni CAF, na nimepata nafasi ya kushiriki kuwa mjumbe wa kamati ya utendaji na nimeshiriki kwenye vikao kadhaa. Faida ambayo tunaipata kwanza ni sisi kama vilabu kukaa pamoja na kujua changamoto zetu. Wenzetu wa Ulaya, na juzi nilikuwa nimealikwa kwenye mkutano mkuu wa European Club Association ambayo kwa sasa wameibadilisha kwa European Football Clubs. Ni taasisi ambayo imeanza miaka 18 iliyopita. Na taasisi hii ilianza kama vilabu vichache wanaviita G14, vilabu 14 viliungana vikatengeneza umoja wao, vikaanza kusukuma ajenda zao, na niwaambie wamefanikiwa sana. Kuna transformation kubwa sana ya mpira imefanyika Europe, na sasa hivi nakuja mpaka kwetu kwa maana ya Afrika na duniani kwa sababu ya umoja huu wa vilabu. Leo hii vilabu vinaanza kulipwa, TD atakuwa shahidi. Vilabu vinaanza kulipwa kwa wachezaji ambao wanacheza kwenye national teams katika mashindano ya FIFA. Vilabu vitaanza kulipwa. Na msukumo huu umetokana na umoja wa vilabu. Kwa nini? In actual sense, sisi ndio taasisi kubwa ya kimpira duniani. Football clubs. Sio national team. Na sisemi kwa dhamira mbaya. Nataka niweke wazi kabisa ya kwamba vilabu vinakuza wachezaji. Vilabu vinaajiri wachezaji. Hawa wachezaji wote wanaocheza national team ni waajiriwa wa vilabu. Sisi ndio tunaosimamia well-being yao kwa maana ya fedha zao, maisha yao, performance zao, matibabu yao na kila kitu. Na sisi kama vilabu tukiwa ni stakeholder namba moja, mwajiriwa wetu anapoondoka akaenda kuitumikia timu yake ya taifa, mshahara analipwa na nani? Bado anaendelea kulipwa na club. Akipata majeraha, TD na technical staff yako ya national team wanatuambia kwamba bwana mchezaji huyu amepata injury, tunamreplace na mchezaji mwingine ndani ya madakika. Lakini yule mchezaji akiwa replaced anarudi wapi? Anarudi kwenye club. Nani anamhudumia akiwa anarudi kwenye club akiwa na injury? Club. Kwa hiyo ukitazama the biggest stakeholder wa mpira anapaswa kuwa club. Na huyu mwajiri wake anapoondoka kwenda kuhudumia taasisi nyingine, yeye kama club anapata kitu gani? Nitakupa mfano mdogo. Ligi yetu mwaka jana, mechi yetu ya mwisho tumecheza tarehe 28 mwezi wa 6. Tarehe 7 mwezi wa 7 national team imeitwa, wamekwenda Zanzibar kufanya mazoezi kwa ajili ya kujiandaa na CHAN. Baada ya kutoka hapo wamekwenda Egypt kufanya pre-season mwezi mzima wa mwezi wa 7. Huyo mwajiri wetu hajakanyaga ofisini. Mwezi wa 8 tarehe 2 mashindano ya CHAN yameanza. Mpaka mwisho wa mwezi wa 8. Mwajiri wetu ndani ya miezi miwili hajakanyaga ofisini. Alikuwa anaihudumia national team. Lakini mwajiri wake amenufaika na nini? Hajanufaika na kitu. Transformation ya mpira wa sasa inaitaka hiyo timu ambayo inamlea huyo mchezaji, inayolipa gharama zake, inufaike na hayo mashindano. Hayo mashindano ya CHAN yaliochezwa obviously na wadhamini. Kuna mtu mwingine atakuwa anachukua hizo pesa za wadhamini, anazipeleka wapi? So transformation ya hizi ACA, hivi vyama vya vilabu vinaanza kufungua brain mpya ya mpira na kusema hapana. Kuna hiki kinatakiwa kiende kwenye direction hii. Mchezaji anapata maumivu au kupata majeraha akiwa anaitumikia timu ya taifa, anarudishwa kwenye club kwa ajili ya kuhudumiwa. Where is the insurance? Kwa nini hizo taasisi ambazo zinamtumia yule mchezaji kwenye matumizi ya hayo mashindano zisiweze kubeba hizo gharama za matibabu? Na vipi compensation? Yule mchezaji anapata ACL labda.
amepata majeraha ya goti atakamfanya akae miezi 6 bila kucheza. Mimi kama club ambaye nimemsajili yule mchezaji kwa matumizi yangu, itakuwaje? Nitawezaje kukava gharama zake? Atatakiwa alipwe mishahara, atatakiwa alipwe gharama za matibabu. Who's going to cover the cost? So dunia sasa imeanza kuleta fikra tofauti. Na fikra hizi zinapitia kwenye vilabu, vyama vya vilabu. Na vilabu vinaweza kuraise thamani. Leo tunaambiwa mashindano kama ya Club World Cup, FIFA, maanisha FIFA World Cup, wachezaji wataanza kulipwa, na ni kwa sababu ya hizo initiatives. Kwa hivyo niseme ACA itakwenda kufungua milango ya vilabu vya Afrika kwa pamoja, itaweza kufungua na kuleta fikra mpya za vilabu na kuhakikisha vinapata haki yake stahiki. Lakini nitoe habari nzuri, jana tulikuwa na mkutano wa bodi wa ACA na tumeweza kupitisha usajili wa vilabu. Kwa hiyo form ziko tayari kwa vilabu vyote ambavyo viko Tanzania na Afrika kwa ujumla kuanza kuwa wanachama wa ACA. Form ziko tayari. Ada ya usajili ni $1,000 kwa mwaka. Klabu italipa $1,000, itakuwa mwanachama wa ACA, na kuna maslahi makubwa ya vilabu kuwa sehemu ya umoja huo. Crown Media. Hapa ni nyumbani.